Awali ya yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana asubuhi ya leo ndani ya ofisi zetu hizi za Jimbo la Amani. Kikubwa ambacho tumekuja hapa leo kuja kukutana na timu za mpira ambazo zimo ndani ya Jimbo la Amani ambazo zimesajiliwa na chama cha mpira cha Zanzibar kwa rika tofauti, wilaya pamoja na ngazi nyingine. Lakini ni utamaduni wetu sisi viongozi wa Jimbo la Amani, mbunge na mwakilishi, kuvilipia usajili wa mwaka mzima timu yote na kuwasaidia vifaa ikiwemo jezi na mipira na vitu vingine ili waweze kupunguza makali ya kuendeleza ndani ya mwaka mzima utendaji wa kazi wa timu zao. Na leo tumekuja tumekabidhi jezi, mipira pamoja na fedha taslimu za kila timu kuilipia. Na huu unaashiria nini? Hii inaashiria kwamba mwanzo mzuri wa miaka mitano ambayo uongozi wetu sisi ambao tumekabidhiwa kipindi cha nyuma, na tunachokifanya kwa timu hizi kwa kila mwaka tunazilipia, lakini na kuwasaidia vitu tofauti tofauti. Kwa leo tumeanza kwa timu ambazo zimesajiliwa, lakini kuna awamu ya pili kwa timu ambazo hazijasajiliwa zimo ndani ya maskani, nazo pia tutawasaidia vifaa vya kuchezea mpira pamoja na fedha za kukimu kwenye mambo yao ya mipira. Wito wako ni upi sasa kwa wana michezo wa Jimbo la Amani? Wito wangu kwanza, tudumishe amani kama vijana, tukifahamu vijana ndo chachu ya kuweza kufanya kila kitu kama tunavyoambiwa. Kwa hiyo vijana sisi tulichowaadhi hapa kwamba tudumishe amani, tupendane, tuwapende viongozi wetu. Tunafahamu sisi amani ni mfano wa kuigwa wa nchi ya Zanzibar nzima. Sisi ndo ambao tunamiliki uwanja mkubwa uliofanywa marekebisho makubwa wa mpira wa miguu ambao upo ndani ya jimbo letu la Amani hapa. Lakini vile vile tuna viwanja vidogo vidogo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wale vijana ambao rika zetu tunamuita uncle, kwa kututengenezea viwanja hivi vidogo vidogo pamoja na kiwanja hichi kikubwa. Kwa hiyo wito wangu vijana tushiriki kwenye michezo, tutunze amani na tuwaombee viongozi wetu ili watuwezeshe kutufanyia mazuri zaidi. Asante sana ndugu waandishi kwa kunipa nafasi hii, na nashukuru pia kwa swala zuri, na mimi swala hili leo nilijibu kama ifuatavyo. Thamani ya vifaa tulivyovitoa sasa hivi, jezi na kwenda 1,500,000 kwa seti moja ambayo tumetoa seti 8. Kwa seti 8 takribani pamoja na takribani milioni, tunazungumza milioni 1 na kitu hivi ambao ndio thamani ya vifaa. Hesabu kamili sijaipiga haraka, lakini watanisaidia watakaosikiliza watapiga hesabu, lakini 1,500,000 kwa seti ziko 8 jumla. Lakini lengo la kutoa vifaa hivi ni kwanza kuzifanya timu za jimbo kuwa pamoja. Tumewaita leo jimboni hapa makusudi kwamba wajue kwamba wana viongozi katika Jimbo la Amani na sisi ni viongozi wao, na pia ni watu wa michezo. Tunapenda michezo kama vile ambavyo Mheshimiwa Rais swala hili la michezo amekuwa na amelipa vipaumbele, kama ambavyo tumeona amejenga viwanja vingi tu kwa katika awamu yake hii. Kwa hiyo tumpongeze na sisi tuko nyuma yake. Kwa hiyo wajibu wetu na sisi kuiendeleza michezo. Kwa hiyo jezi hizi tulizowapa na hii mipira pamoja na kuwalipia ada, ni maana yake itawapa vijana hamasa ya kuzidi kucheza mpira, na hasa wao wataona kabisa kwamba wana viongozi nyuma yao. Kwa hiyo siku zote ukifanya kitu na ukiona nyuma kuna msimamizi, maana yake unapata ile spidi ya kufanya vizuri, na wakifanya vizuri maana yake pia ni kwa faida yao, kwa sababu kama tunavyojua michezo pia ni ajira. Kwa sasa tunawaona hapa kina Feitoto sasa hivi wanazungumzia mamilioni ya pesa. Kwa hiyo humu katika timu hizi na wamo kina Feitoto wengine wanakuja ni vijana. Kwa hiyo tumewataka wafanye hamasa na tutakuwa nao bega kwa bega, kwa sababu wajipatie ajira alizoahidi Mheshimiwa Rais kwa katika sekta mbalimbali. Manake si wote kuajiriwa serikalini, lakini hata ndani ya michezo kuna kujiajiri wenyewe vijana. Tukiwasaidia manake wataweza kupata ajira na maisha yao yatakuwa mepesi. Lakini vile vile tunapunguza wimbi la vijana kukaa vijiweni, kwa sababu kama tunavyojua vijana wakiwa hana cha kufanya watakaa vijiweni. Matokeo yake wataingia kwenye mambo yaliokuwa hayana maana, ambayo inakuwa kwa taifa letu hiyo ni hasara, kwa sababu vijana ni nguvu ya taifa. Kwa hiyo katika michezo vijana tutawaepusha na kuingiza kwenye makundi ya ushawishi. Kwa tunaamini tutakuwa na vijana bora wenye kujielewa na watakuwa na malengo yao katika kutengeneza maisha yao katika michezo.